Njaa ya moyoni ni nini? Ni utovu wa utu. Unapoona mtu ana utu, huyo ana njaa ya moyoni. Utovu wa maadili, utovu wa upendo, moyo wa kujitoa na kutoa. Njaa ya moyoni. Unaona mtu ana vitu vya kutosha, lakini hawezi kutoa, huyo ana njaa ya moyoni. Kwa hiyo epukana na pombe, maana pombe na haribu moyo wako vile vile. Mtu akisha lewa yaani maadili yanakwisha. Mwingine anasema afadhali ya nguruwe. Njaa ya moyoni. Vilevi, uraibu, uvutaji bangi, makelele, vyote hivyo vinaleta njaa moyoni, na mtu anakosa uzito na heshima. Jinsi ya kushinda njaa ya moyoni. Njaa ya moyoni utaishinda kwa njia ya kujiongea sakramenti za uponyaji. Kwa mfano kitubio na mpako wagonjwa. Njaa hii ya moyoni utaishinda kwa kusoma maandiko matakatifu, Biblia. Huko kwenye maandiko matakatifu unapigwa msasa, unanyoka, unapata mwanga, nuru yanakuangaza. Kwa hiyo pekua maandiko matakatifu kila wakati, yaani utabadilika napo yasoma maandiko matakatifu. Pia chunguza dhamiri yako kila siku, ujitafakari kila siku. Upate muda wa faragha peke yako kwenye upweke. Siku hizi kuna ugonjwa wa watu kutopenda kukaa peke yao. Anapenda kukaa kwenye makelele tu. Na hata akiwa peke yake chumbani, utasikia redio kana nguruma, kijiji kizima utafikiri kuna sherehe huko. Kumbe yeye peke yake na karedio kake na kelele tu. Unahitaji muda wa ukimya wa kusali wewe peke yake chumbani, au unaweza kwenda kwenye mazingira ya kanisani peke yako. Usisubiri umati mkubwa wa namna hii ndio ile ujiunge kwenye ibada za sala. Makanisa mara nyingi kama limefungwa, namuomba padre ufunguo au karani au katekista anafungua kanisa, unaenda mo peke yako, unasali, unatafakari, unajitafiti, unaangalia dhamiri yako, unajipima tabia zako. Je, zinaacha alama nzuri kwa wanajumuiya unaoishi nao, kwanza kwa familia jumiani? Wewe ni chombo cha amani kwenye jumuiya, kwenye jamii? Mienendo yako inavutika kwa wengi, au ni mateso na kuvuruga amani ya watu? Maandiko matakatifu yanasema dhamiri ni taa ya Mwenyezi Mungu, uchunguza nafsi yake mtu mpaka ndani kabisa. Chunguza enkolatima za dhamiri yako mbele ya Mungu, na Mungu atakusaidia. Soma kitabu cha Methali sura ya 20 aya ya 27. Kitabu cha Methali sura ya 20 aya 27.